Karibu sana. Leo tutatazama kwenye ulimwengu ambao wengi wetu hatupendi kuukubali. Ulimwengu wa saikolojia haramu. Tutatumia kitabu cha William Cooper kama mwongozo wetu, ili kufunua mbinu za ghiliba na muhimu zaidi, tutakuonyesha jinsi ya kujilinda. Okay, sasa hivi ndivyo tutakavyofanya. Tutaanza na utangulizi, kuelewa saikolojia haramu ni nini. Kisha tutaona tofauti kubwa kati ya ushawishi na ghiliba. Baada ya hapo, tutachambua zile mbinu wanazotumia wataalamu wa udanganyifu. Halafu, tutawajua watu hatari kupitia kile kinachoitwa utatu haramu. Na tutamaliza na sehemu muhimu kuliko zote, jinsi ya kujilinda. Uko tayari? Basi, tuanze. Sawa, sehemu ya kwanza, utangulizi. Hapa ndipo tunapoanza safari yetu ya kuvuta pazia na kuangalia zile mbinu za ushawishi ambazo zimejificha. Mbinu ambazo, bila sisi kujua, zinatuzunguka kila siku. Kwa hiyo, saikolojia haramu ni nini hasa? Fikiria hivi, ni somo linalochunguza ule upande wa giza wa asili ya binadamu. Ule upande unaowasukuma baadhi ya watu kuwawinda na kuwatawala wengine kwa faida zao binafsi. Yaani, ni kutumia saikolojia kama silaha. Na usifikiri hii ni kitu cha kusikia kwenye sinema tu. Hapana, hizi mbinu zipo kila mahali. Zipo kwenye mahusiano yetu, matangazo tunayoyaona kila siku kwenye TV, pale ofisini na hata kwenye siasa. Zimekuwa sehemu ya maisha, na ndio maana ni muhimu sana kuzijua. Kwa kuwa sasa tunajua hizi mbinu zipo kila mahali, kuna jambo la msingi tunalopaswa kufanya: kutofautisha. Hii inatuleta kwenye sehemu yetu ya pili, ushawishi dhidi ya ghiliba. Hebu tuelewe tofauti, maana si kila aina ya ushawishi ni mbaya. Hebu tuangalie hapa. Tofauti ni kubwa mno. Upande mmoja tuna ushawishi. Hii ni sanaa ya kubadilisha mtazamo wa mtu kwa njia ya heshima, kwa kubadilishana mawazo kwa hoja, na muhimu zaidi, mtu anakuwa na hiari. Lakini upande mwingine, ghiliba. Hii ni kubadilisha tabia ya mtu kwa kutumia ujanja, udanganyifu na njia za siri kwa faida yako mwenyewe. Mara nyingi, hii huishia kwenye unyanyasaji wa kisaikolojia. Tofauti kubwa ipo kwenye nia na njia. Okay, sasa tushajua tofauti kati ya nia nzuri na nia mbaya. Hebu sasa tuingie ndani zaidi na tuone zile silaha wanazotumia wenye nia mbaya. Hapa tutafichua baadhi ya mbinu zao hatari wanazotumia kutudhibiti sisi. Na mbinu ya kwanza kabisa na mojawapo ya hatari zaidi ni hii hapa, gaslighting. Hii ni kama zana kuu kwenye boksi la fundi la mghilibu. Sasa, gaslighting ni nini? Ni aina ya ghiliba inayolenga kukufanya uanze kujishuku wewe mwenyewe. Mtu anakufanya uanze kutilia shaka kumbukumbu zako, mtazamo wako na hata akili yako timamu. Anavuruga uhalisia wako ili iwe rahisi kwake kukudhibiti. Ni mbinu ya kikatili sana, kweli. Sasa, mbinu ya pili inakuja kwa sura tofauti kabisa, lakini ni sumu vile vile, love bombing, au kwa Kiswahili, bomu la mapenzi. Hii ni mbinu ya udanganyifu inayotumika sana kwenye brainwashing au kuosha bongo. Sasa, hii inafanyikaje? Unajua, ni pale mtu anapokumwagia mapenzi na umakini kupita kiasi. Lengo lake ni kukufanya umtegemee yeye, halafu anze kushawishi tabia yako. Mapenzi haya sio ya kweli, unajua, ni mkakati tu wa kupata udhibiti juu yako. Mwanzo unaweza kuona ni vitamu, lakini kumbe nia yake ni mbaya. Sawa, tumeona mbinu zenyewe, lakini nani hasa wanaotumia hizi mbinu? Hapo ndipo tunaingia kwenye sehemu yetu ya 4, utatu haramu. Hapa ndipo tunapowajua watu wenyewe, wale wenye tabia hizi hatarishi. Wanasaikolojia wana kitu wanakiita utatu haramu. Huu ni kama muunganiko wa tabia 3 za kutisha: unarsisti, yaani kujipenda kupita kiasi; umakiaveli, yaani ujanja na ulaghai; na upsychopathy, yaani kutokuwa na hisia. Hizi ndizo tabia za msingi za watu waghilibu. Tuanze na umakiaveli. Mtu wa aina hii, yaani ni mjanja sana, anapiga mahesabu na yuko tayari kabisa kukutumia wewe kama kifaa ili afikie malengo yake.
Kwake yeye, lengo linahalalisha njia, haijalishi ni nani anaumia njiani. Halafu kuna usaikopatii. Hapa sasa ndipo mambo yanakuwa hatari zaidi. Hawa watu hawana hisia, hasa ile ya huruma. Hii inawafanya wasijisikie vibaya au kujuta kwa matendo yao. Hawawezi kuelewa maumivu yako, na hiyo ndiyo inayowafanya wawe hatari sana. Baada ya kusikia haya yote, najua unaweza kuwa unajiuliza, sasa tufanye nini? Hii sasa ndiyo sehemu muhimu kuliko zote. Jinsi ya kujilinda, jinsi ya kujenga ukuta wako wa kisaikolojia. Kwa hiyo, unajilindaje? Kwanza kabisa, jua haki zako. Una haki ya kuheshimiwa. Pili, jifunze kusema hapana bila kuhisi hatia. Ni haki yako. Tatu, ukishawatambua watu wa aina hii, epukana nao, weka umbali. Na nne, jambo muhimu sana, usiruhusu hisia zako zitumike dhidi yako. Na hizi ni baadhi ya dalili za kukuamsha. Unajuaje kama unaandamwa? Kwanza, kuwa mwangalifu na watu wageni ambao ni wakarimu kupita kiasi. Pili, angalia ofa ambazo ni nzuri mno kuwa za kweli. Tatu, kuwa makini na watu wanaokufuata tu pale wanapohitaji kitu kutoka kwako. Nne, angalia mabadiliko ya ghafla ya hisia zao. Na mwisho, angalia kama maneno yao na matendo yao vinapingana. Hizi ni ishara tosha. Na hapo ndipo tunamalizia. Sasa una silaha ya maarifa. Swali la kukuacha nalo ni hili: je, utaweza kuziona hizi dalili za hatari katika maisha yako ya kila siku? Kumbuka, maarifa ni nguvu pale tu yanapotumika. Kuwa macho.